kuhusu mikutano ya vyama vya siasa, hiyo ipo kikatiba, ipo tu. Sasa hivi tushughulikie jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa Watanzania na usalama wa hao walioko kwenye hivyo vyama vya siasa. Tudhibiti michezo ya wahalifu. Tutafanyia kazi hatua kwa hatua. Tumeshakamata watu wa kutosha. Hizo ni usalama ulianza kuonekana kwenye mikutano ya hadhara, au ilionekana mikutano ya hadhara inaweza kawa chanzo cha watu kwenda kwenye hao wanaolipwa, yani tuseme hao wanaolipwa kupenetrate kupitia kwenye mikutano. Mimi nadhani macho kuna shida kubwa ya uongozi hapa tulionayo. Yani tuna watu ambao ni incompetent wapo ofisini, sababu unapokuwa na waziri mkuu anasema kuna mtu fulani, kuna kijana fulani sijui alipewa analipwa milioni 3, si ndio, ili aandikishe watu. So kama unafahamu kwamba kuna kijana fulani ambaye analipwa milioni 3, definitely you know nani ambaye anampa hizo milioni 3, si ndio, ili wafanye jambo ambalo kama liko kinyume na sheria. Then kwa nini msimchukulie hatua yeye, badala yake mnaenda kusimamisha mikutano ya kisiasa ya nchi nzima ambayo inaendelea kwa kawaida? Lakini mnasimamisha mikutano ya kisiasa kwa vyama, lakini tunaona Mwigulu huyu kwenye ratiba yake ya jana alikuwa anazindua tawi la CCM wapi, vitu ambavyo tunasiamini kwamba kazi ya waziri mkuu ni kutoa tawi ya kisiasa. Kwa technically yeye mwenyewe anafanya mikutano ya kisiasa. Huyo Katambi mwenyewe alipiga marufuku kwa sababu hata mkutano wa dini huo tunapewa vibali na polisi. Huyo naamini hata mkutano wao huo serikali wa nini wanapewa vibali na polisi, ambao tayari washawaambia kwamba wasitoe vibali kwa ajili ya mikutano. Ile tunaona kwamba wao wanafanya mikutano. Je, wanafanya mikutano bila vibali, au ile kauli waliotoa wao haihusiani na wao kuendelea kufanya siasa? Kwa nadhani kuna shida kubwa ambayo tuko nayo hapa. Alafu pia inakera kumwona waziri mkuu aendelea kumrifaa yule bwana ambaye tunatoka kwamba alikuwa na mabomu. Yule bwana alikuwa anatuhumiwa kwa sababu kuweza kudhibitisha mpaka mpeleke mahakamani, mfanye uchunguzi, mthibitishe kwamba yeye alikuwa na mabomu au zilikuwa ni toys au vitu vingine kama hivyo. Yule bwana kuendelea kumtumia wakati pengine popote ambapo alipelekwa mahakamani na itathibitika kwamba bwana kweli amebeba mabomu na hatima yake ilikuwa ni nini. Naona ni ujinga ambao huyu bwana Mwigulu anajaribu kutulisha na kutaka sisi tuamini. Kwa hiyo tukiona hapa ni kwamba ni shida ni kubwa, ni uongozi. Ni kweli tuna tatizo ni kubwa. Kuna tishio au kuna uwezekano mkubwa waliotokea 29 Oktoba mwaka jana likatokea tena tarehe 7 mwezi wa 7, na kuweza kulizuia hili sio kuzuia watu kufanya kile wanachotaka, bali ni kutatua yale ambayo watu wamekuwa wakilalamikia. Unapozuia, nilisema jana, unapozuia watu kufanya hivi wanataka kufanya kwa tarehe hiyo, sio kama umaliza tatizo, ile kwamba umesogeza tatizo mbele. Hii tatizo tutajirudia tena, kama sio 7/7 basi tarudi 8/8, au tarudi, nilisema jana, tarudi kwenye 14 Oktoba siku ya Nyerere, ama tarudi tena 29 Oktoba mwaka mmoja baada ya kilichotokea, ama siku nyingine mbele. Kwa lazima wakae chini wafahamu kwamba kuna shida kubwa ambayo tunayo, shida ya kiuongozi, shida ya kiutawala. Unajua kuna kitu kimoja ambacho kuna narratives inajengwa ambayo lazima tuitafakari kwa sauti kubwa. Yaani unasikia wanasema hao wanaandaa maandamano kwa ajili ya Watanzania wafe. Watanzania sio waingie kwenye matatizo. The question to ask ourselves, yaani na maana wana shift burden kwamba mauaji ya tarehe 29 yalifanywa na raia na sio vyombo vya dola. Wakati hicho kitu kama umenote sana hii kauli unazungumza wa Tanzania, kwa nini aliua Watanzania tarehe 29? Who kills the Tanzanians? Nani aliua Watanzania tarehe 29? Tunaona vile ushahidi wa mavideo, watu walivyokuwa wanapigwa risasi, watu walikuwa wanazunguka mtaani wanashuti watu. Tunaona vitu vyote hivi. Sasa wanaanza kusema sijui hakuna mwandamanaji aliyekamatwa wala kwa ajili ya kuua watu au nini. Na kama ingekuwa hivyo tungeonyeshwa hata ushahidi. Wote tunaona mavideo walikuwa wanatembea kwenye mitandao, ni wakina nani walishambulia watu, ni wakina nani walikuwa wanaua watu, ni wakina nani walikuwa wanapiga watu, and something like that. Sasa kuja kushika tu kwamba hiyo sentence kwamba eti mnataka kuandaa maandamano ili Watanzania wauawe. Kwa nini aliwaua?
Kuna mwandamanaji alikwenda kuua mtu. Waandamanaji walikuwa wanadai haki zao, polisi wakaanza kuwataki, ndio kutokea zile rabsha. Lakini sio kama waandamanaji walikuwa na masilaha na nini wanakwenda kuua watu na mabunduki na nini. All we know kwamba watu walikuwa na shoot watu ni wakina nani. Kitu kingine labda Dr. Slaa pia anaweza kusaidia. Waziri mkuu anatumia sana reference ya mkutano wa Arusha. Ule wa Chadema ule nadhani wa mwaka 2012 I think so, wakati ule ule mkutano ukiwa unahutubiwa pale likapigwa bomu. Na anatumia sana hiyo reference. Labda Dr. Slaa anaweza kukusaidia kidogo kwenye hilo eneo kwa sababu na kilicho alikuwa active Chadema, anaweza akatusaidia. Lakini mimi najua kuna taarifa tofauti na hii ambayo tunajaribu kulishwa matango pori. Asante. Asante Pacha. Kitu kimoja tu nataka kuweka. Shangu alitupitisha jana, alisema wanapopelekaga barua polisi hawaendi kuomba kibali, wanaenda kuwataarifu, wanaleta ulinzi, kitu kama hicho. Mzee Slaa, shikamoo, karibu. Aya, asante. Kwanza nasikitika waziri mkuu, kama sikosei ndiye yeye, maanake nimeingia katikati, anatupigia porojo. Waziri mkuu hatakiwi kuwa mtu wa porojo, na Watanzania tuna bahati mbaya, tunasikiliza porojo za waziri mkuu badala ya kusikiliza hatua alizochukua waziri mkuu. Mimi sioni kwamba hatua hii aliyotaja juzi Patrobas Katambi ndio hatua ya waziri mkuu. Nilitegemea waziri mkuu kwa haya anayozungumza, nilitegemea atatuonyesha kwamba serikali tayari ina watu imewakamata, kuna kesi imeshafunguliwa mahakamani tarehe fulani, kesi namba fulani. Hicho nilichotegemea kwa waziri mkuu. Lakini tunamsikiliza propaganda waziri mkuu. Tunamsikiliza propaganda. Sasa mimi niwaulize, Mongosi aliuliwa pale Iringa, bunduki iliwekwa kifuani. Baadaye yule ambaye aliagiza alichukuliwa hatua, si aliendelea kupandishwa cheo? Askari mmoja mdogo tu ndiye akafichwa akipelekwa mahakamani, anaonyeshwa amefunika macho, amefunika uso. Serikali gani inafanya kazi kwa namna hiyo? Tajuaje kwamba hata yule aliyepelekwa ndiye aliyepiga risasi? Kwa sababu sisi wengine tulikuwepo kwenye tukio. Yeye wengine aliyepelekwa mahakamani ndiye kweli aliyeweka bunduki kwenye tumbo la Mongosi. Sasa waziri mkuu kwa nini anatupiga propaganda? Kama waziri mkuu anajua waliokuwa wanalipwa hela wako wapi leo, wamekamatwa? Mtu yeyote ambaye analipwa hela, mtu yeyote anayelipwa hela kwa ajili ya kuhujumu taifa lake, sheria za Tanzania ni mhujumu. Anaweza kuwa mhujumu uchumi, anaweza kuwa mhujumu wa siasa za nchi, anaweza kuwa ni mhaini. Sasa kama waziri mkuu ambaye ndio mwenye mamlaka serikalini, ndio anayesimamia utendaji kazi wa serikali, anapiga propaganda, ametaja jina la mtu hata moja hapa? Kuna kesi namba ameitaja wa kulinda wa Tanzania, wakati hayo wameongea hivyo kwa sababu wametuonyesha sasa kwamba hawana hata uwezo kumbe wa kuilinda Tanzania. Hawana uwezo. Kwa sababu serikali si kazi yake kulalamika. Wala tusingemsikia anaongea hapa, tungesikia wahusika wamekamatwa, wamepelekwa mahakamani, na sisi tungefuatilia. Lakini anapiga propaganda kama sisi wanasiasa tunavyopiga propaganda. Kama waziri mkuu anapiga propaganda, sasa serikali ipo? Kama ni kweli kuna watu wanalipwa madola aliyoyataja, basi nitangaze kwamba Tanzania hakuna serikali. Waziri mkuu amekiri hawana uwezo
watu wanaolipwa ndani ya nchi, watu ambao wanaenda kuhujumu nchi yao. Serikali ipo inasema ina taarifa, haijamkamata hata moja mpaka leo. Tutajuaje kwamba hiyo serikali ipo na ina nguvu za kutawala? Kwa nini watu ambao sio wanasiasa na wanasheria? Ni haki yenu, sawa, msikilizeni. Kwa mimi nayeelewa, kwa mimi mwanasheria, waziri mkuu anataka kutuambia nini? Kwamba serikali yake imeshindwa, na haijashindwa leo, imeshindwa tangu mikutano hiyo aliyotaja ya Arusha tangu 2011, 2012 ambapo tumepigwa mabomu, tukio la Ola City ambapo balozi wa Baba Mtakatifu karibu auliwe. Matukio ya kuna watu walipelekwa mahakamani. Kumbe ni kweli sisi tunayolalamika, kumbe ni kweli, ni sahihi. Hakuna serikali. Kwa sababu tukio la lile ambalo Baba Mtakatifu yuko kanisani, lingekuwa angefanikiwa, bomu limepigwa kwenda altareni na sehemu ya kanisa ikabomoka, angefanikiwa kuumizwa balozi wa Baba Mtakatifu, ingekuwa ni crisis yake. Kuna nani alipelekwa mahakamani? Watuambie kama wapo. Na hukumu ilikuwaje? Labda kama walipeleka kwa siri hapo bila Watanzania kujulishwa. Lakini tukio limefanyika hadharani, kanisani, Watanzania hatujajulishwa. Tukio lililoua wale watu pale Arusha, sikumbuki tena ni wangapi. Na najua mama yetu mmoja aliuliwa, tena kaacha watoto wake wadogo sana. Tunawaambia aliyelipua ile bomu tumemwona. Wakamchukua kwenye gari wakamkimbiza. Serikali ndio ikampakia kwenye gari ya polisi ikamkimbiza. Sisi tunaona. Sasa leo anatupigia propaganda ni gani? Alafu mnamsikiliza na nyie. Labda sio kosa lenu kwa sababu hamkuyaona kwa macho, hamkuyajua, yaliyofanyika hamyajui. Sisi wengine matukio haya yamefanyika mbele ya macho yetu. Hatukuhadisiwa. Na kwa sababu hiyo sihitaji kuhadisiwa na waziri mkuu ambaye serikali yake imeshindwa kuchukua hatua. Kama hao waliolipua mabomu, Watanzania wakafa mbele ya macho yetu. Watanzania walikufa mbele ya macho yetu. Leo wanapiga propaganda gani? Na mnamsikiliza? Na mnamsikiliza kweli kwa makini? Sio kosa lenu kwa sababu hamyajui haya mengine nayowaambia. Mimi kwangu siwezi kumtambua waziri mkuu Mwigulu kuwa waziri mkuu. Najua maovu yote aliyotufanyia. Yeye ndiye aliyembambikia kesi ya ugaidi Lwakatare. Na nilidili naye na tukamshinda. Kama waziri mkuu anaweza kumbambikia mtu kesi ya ugaidi, hawezi nini? Haya mengine anashindwa kuyafanya. Atoke hadharani akanushe. Atoke hadharani akanushe. Mwigulu na kwa kumtumia kijana mmoja anaitwa Ludovic akambambikia Lwakatare kesi ya ugaidi. Ndio kesi ya kwanza tuliyopata nchini ya ugaidi. Na tulisimamia hiyo kesi tukashinda. Tuna record mahakamani. Tulimtoa Lwakatare kwenye kesi ambayo yeye Mwigulu mwenyewe aliisimamia wakati alikuwa naibu katibu mkuu wa CCM. Sasa leo mnaniambia kwamba nimsikilize. Namsikiliza nini? Je, ambaye namfahamu ni sawa mkimsikiliza. Je, msikilizeni. Mimi namjua A to Z. Namsikiliza nini? Mimi nimekaa kwenye mikutano na Mwigulu meza moja. Namjua. Yeye mnamsikia sauti kwenye mitandao. Mimi namjua. Na kwangu mimi hana credibility yoyote ya kuweza kutuambia chochote kuhusiana na hiyo propaganda anayofanya. Kwa sababu kama ingelikuwa ni kweli, serikali hiyo ina polisi, ina CID, ina mahakama, ina kila kitu. Leo wahusika wote wangelikuwa gerezani. Kuna mtu yuko gerezani? Kuna mtu yuko gerezani?
Hayo mimi naomba nchi hii tusimbembeleze. Mimi narudia tena. Sasa narudia. Sisi sasa kwa kuwa Watanzania wameshindwa kuchukua hatua, sisi tutachukua hatua kumlazimisha Mwigulu sasa aweke evidence yake kwenye vyombo vinavyohusika. Kwa sababu ni serikali yao hiyo ilimkamata mtu ikisema ana bomu, Mwamerika ana bomu pale mpakani. Je, Watanzania wameshaona amepelekwa mahakamani mpaka leo? Mtu aliyekamatwa na mabomu wakaonyesha bomu moja. Hiyo kesi iko namba ngapi mahakamani? Kwa tunapopiga kelele sisi na kumbana, sio kwamba tunamwonea, tuna ushahidi. Walionyesha wenyewe, sio sisi. Wao wenyewe walionyesha wamemkamata mtu aliyemwita ni Marekani, lakini Marekani mweusi, labda wakasema Mkenya. Wakamonyesha na mabomu, wakaonyesha vikopo viwili hivi vinavyofanana na kopo hizi za Red Bull. Wao wakaita ni mabomu. Sisi hatujui kwa sababu kwanza kwa macho hatujayaona. Tunaona kwenye picha. Kama ni kweli alikamatwa Mwamerikani au nationality yoyote wa nje amekamatwa na bomu, lini Watanzania tumepewa taarifa kwamba yule mtu amepelekwa mahakamani, hatua fulani imechukuliwa? Tunajua leo nini kilitokea. Sasa hizi propaganda, msipende kutuwekea hizi propaganda alafu tunazisikiliza. Labda kwa sababu hamjui, labda ni sawa. Lakini mkiweka mtuulize sisi ambao tumepitia vitu hivyo concretely, na vichwa vyetu vinanasa. Mimi pamoja na umri wangu nakumbuka tulionyeshwa tena na serikali ya CCM. Wao wenyewe walituambia wamemkamata. Wao wenyewe walituambia kuna askari wameingizwa toka nje. Baadaye mlionyeshwa. Hata kwa hiyo tarehe 29 Oktoba, baadaye mlionyeshwa chochote. Tuache propaganda. Hicho chama kimeshashindwa. Ningetumia lugha sahihi ya sheria, ningesema kimeshashindwa ab initio, kimeshindwa kuanzia pointi A. Sasa kilichobaki kwao ni propaganda. Waziri mkuu anaongea dakika 40, hataji jina la mtu hata moja. Hivi ni siri kwamba kuna Mtanzania amepelekewa hela kutoka nje? Ni siri? Mtu anayehujumu nchi ambayo ni kosa kubwa, ugaidi ni kosa kubwa, uhaini ni kosa kubwa katika nchi hii kuliko makosa mengine yote. Siri gani kama kweli kuna Mtanzania alipewa pesa hapa nchini? Siri gani? Mimi nilishaambiwa ni mojawapo nililetewa hela kwa sababu mama moja kutoka mahali fulani nje aliniletea hela. Waendelee sasa na hiyo. Mimi ni mojawapo nilipewa. Kwa hiyo mimi rafiki yangu akiniletea hela nisipokee. Serikali inaingilia siku hizi kudhibiti hela za watu binafsi. Serikali inadhibiti mahusiano ya watu binafsi. Na bahati mbaya wasichojua, mimi na huyo mama tunajenga kituo, au tulikuwa kwenye hatua ya kujenga, imeshindikana kwa ajili ya birokrasi ya serikali. Tulikuwa tunajenga kituo cha watu wazima wazee kule Mwanza. Na tunajenga kupitia serikali, tunatumia idara za serikali. Kwa hiyo hata ndani ya serikali kumbe hakuna hata mawasiliano. Serikali gani sasa hiyo? Serikali ambayo haina mawasiliano. Idara moja, nendeni mkaangalia vituo vyote vya wazee hapa nchini. Nendeni mkakagua hivyo vituo. Mimi nimefanya kazi na wazee, nimefanya kazi na walemavu nchi. Kwa maisha yangu karibu robo ya maisha yangu nimetumia kufanya huduma za watu wenye matatizo, ambayo nyie mnajua labda ni sisi BRT tu. Lakini maisha yangu, robo ya maisha yangu yote katika nchi hii, tangu nimetokea TEC, nimefanya kazi ya kusaidia umma wa Watanzania katika makundi mbalimbali yenye uhitaji. Sasa hizi propaganda tutafika mahali hatuwezi tena kuendelea kuivumilia. Hatuwezi tena kuendelea kuvumilia. Na kuanzia leo hii
mimi na hakika Watanzania waliokasirika kama mimi, kuna hatua tutaichukua, na hakuna kosa Mtanzania kupokea hela kama amefuata utaratibu. Hakuna hela zinafichwa. Hebu tuambieni ni kosa gani? Ni sheria namba ngapi inamkataza? Ni sheria namba ngapi? Wakati walipoua vijana wetu, hivi wanajua kwamba sisi ndio tuliowatibu hao vijana? Wanajua kwamba dawa za wale watoto waliovunjwa miguu, wamevunjwa vichwa, wameumizwa kila mahali, wanajua kwamba wale watu wengine wao tuliwatibu sisi? Wanajua hilo? Na wengine mnapokea tu. Watanzania walioko nje ndio, na bila maficho, ukasoma naongea kwenye mitandao ya wazi. Haya hayakupangwa kwenye siri, tulikuwa tunaongea kwenye mitandao iliyo wazi kama Kumekucha tunavyoongea sasa hivi hapa. Watu walitangaana, na walipoanza kuwachukua watu walioumizwa wale, walipochukuliwa wakaanza kupelekwa mochwari, watu walikimbia. Piga kwenye ile kesi ya Lissu, walipowapeleka Mwembe Pande, wakavunja watu mikono, wakavunja watu miguu, wakaumiza watu maeneo mbalimbali. Diaspora wetu walioko nje ndio walichanga hela. Sasa anafanya propaganda gani huyu? Jamani, nina hasira, naomba nisameheni, kwa sababu serikali ya namna hiyo inatia aibu. Serikali inapaswa kusimama kwenye misingi ya sheria. Niambieni, kwa muda wote aliongea, ametaja kifungu chochote cha sheria wanachotumia? Waziri mkuu gani huyo sasa? Waziri mkuu anasingizia wananchi wake. Waziri mkuu yeye ndiye mtendaji mkuu wa serikali. Taarifa zote anapaswa kuwa nazo. Kama ni kweli kuna watu ambao wamefanya maovu, atuambie hata mmoja ambao amepelekwa mahakamani. Haijaanza, hata kama kesi hajafika mwisho. Maana kawaida hayo waliozungumza, angetuambia kuna kesi 1, 2, 3 imeenda mahakamani na ameshakutwa na hatia na amefungwa. Waziri anaongea propaganda. Hatuwezi kuendelea kuvumilia mambo ya namna hii. Yeye mwenyewe ni mtu wa CCM. Kumbukeni, amekuwa naibu katibu mkuu wa CCM kwa muda mrefu, ana bado mapenzi na CCM. Na ndio maana nawaambia, hata kesi ya Lokatere alianzisha akiwa naibu katibu mkuu wa CCM. Kwa tunamjua, ni ambao mjui, labda kwa mjui mnamsikiliza. Haki yenu, wengine wadogo kweli hapa. Wengine kweli nikiwaambia hiyo kesi ya Lokatere kubambikiwa kesi ya ugaidi, labda hata kuisikia mjasikia. Kwa hiyo nawasamehe kwa hilo. Lakini tujue, mimi nategemea kama ilivyo nchi za wenzetu, ukiambiwa na waziri mkuu, ukiambiwa na rais, kuna 1, 2, 3 anawawekea na facts mezani. Sasa waziri mkuu anaongea dakika 30, 40, hakuna fact hata moja, hakuna jina la mtu hata moja. Nchi gani? Akaunti zote CCM wana control au serikali ina control? Hela hizo zimeingia akaunti gani? Ametaja popote? Na sisi tunamsikiliza tu. Wengine tunaojielewa wameshaanguka shimoni, anatafuta namna ya kunyanyuka, lakini ajue kwamba tulikuwa naye toka nyuma na tumemkaba kutoka nyuma, bado tutaendelea kukabana naye na hata ya nchi mpaka itakapopatikana. Asante sana, naomba radhi kama nimetoa nje ya mstari. Asante, umetuchamba, umemaliza, umetoka sawa tu. Kwenye hili la leo mimi niko na mzee Slaa, nakubaliana naye kwa yote aliyosema. Tuna shida kubwa, mimi narudia tena, tuna shida kubwa kwa sababu waliopo ofisini hawana uwezo wa kuziongoza hizo ofisi. Mimi binafsi baada ile la Oktoba 29 sikupendezwa na kilichotokea na sikufurahia kilichotokea, na nisingependa kijirudie kwa njia yote ile. Kwa sababu unapodili na watu wapuuzi kama hawa ambao hawafuati sheria, unaweka maisha ya watu kwenye hatari. Unaona wao wanasema kwamba waliofariki na 518, lakini wengi tunapanga kwamba ni zaidi ya hapo. Lakini hata wangefariki watu 3 ingetegemea uwajibikaji, si ndio? Lakini mpaka leo hii hakuna mtu hata mmoja amewajibika kwa walau kwa watu 518 waliofariki. So tunapopanga 7
tarehe 7 mwezi wa 7 lazima tufikirie tunaenda kudili na watu wa aina gani. Ikitokea mauaji mengine kama yale and still watu wakabakia kushikilia ofisi zao bila kuwajibika, sijui kama tutapata matokeo. Kwa hiyo nashindwa kuona kwamba tutumie namna gani kuweza kubadilisha hali, au tutumie namna gani hao walioko ofisini kuweza kujua kwamba kuna shida na wanatakiwa kuitatua. Napoyanga sana, sijui kama naeleweka au napoyanga. Unaeleweka, lakini ili ambao lipo aliepukiki, wao wanapaswa wajue kwamba ni kitu ambacho akiepukiki. Kama kuna tatizo lazima litatuliwe. Tatizo liweze kutatuliwa kwa nguvu. Kwa utalizima kwa muda, lakini mwisho wa siku litajirudia. Na uongozi sio kutumia nguvu peke yake. Power lazima iendane na busara, ndio itakuwa itatoa matunda ambayo ni mazuri. Power peke yake bila busara kila wakati inatoa madhara, kwa sababu hawana chochote ambacho wanakitegemea kwa sasa hivi. Ndugu zangu, na tusikate tamaa, tusipotezane, tusitoane kwenye malengo. Tuendeleeni kupaza sauti wa Tanzania popote tulipo. Hawa watu tusiwala, yani sema unavyoweza kusema, hapa wanatafuta namna yoyote ya kutugombanisha. Tushukuru Mungu, Chadema ipo kama taasisi ya kisiasa na imebaki kuwa taasisi inayoaminika kisiasa Tanzania, taasisi pekee ya kisiasa Tanzania inayoaminika na wananchi wanawaamini ni Chadema peke yake. Katika mazingira hayo, huu utawala ambao ni wa kishenzi, lazima watatafuta chokochoko tu. Tuwashukuru wote wanachadema waliopiga kura kumuondoa Mbowe na watu wale, kwa sababu walikuwa vibaraka wale, na kumweka Tundu Lissu na Heche, kwa sababu hao watu hawanunuliki. Wameprove hivyo kipindi kigumu zaidi, wameprove kuonyesha kwamba wao wapo pamoja na Watanzania. Mtu kama Tundu Lissu angekuwa yuko tayari kumchukua kama milioni mabilioni ya kaka zake, umri wake umeshafika miaka 50 na 60 huko, angeweza kusema jamani, nishakuwa mlemavu, ngoja nipumzike zangu Ulaya. Lakini mtu amekubali kuteseka mwaka mzima saizi na siku kadhaa, na yupo jela, lakini ana msimamo ule ule, mimi sitakubali, lazima Watanzania wapate haki yao. Sasa wanatafuta namna yote ile. Sasa sisi tusichanganyane, waacheni Chadema wafanye kazi zao za kisiasa. Sasa wanatafuta chokochoko tu, watafute jinsi gani kama Chadema wanafanya. Hawa watu tuwaache, kwa sababu hili vuguvugu ni la Tanzania wote. Tunakumbuka, sio kwamba labda hatujui, vyama vyote vilivyojitokeza toka miaka 92, vyote vilivyojitokeza vinaipinga CCM, viliweza kupewa sifa mbaya na vikapotea, wakaongeza migogoro kwenye hivyo vyama. Nani hajui NCCR, nguvu ya NCCR iliyokuwa? CCM walitumia njia gani? Tuligombanisha Mabele Malando na Augustine Mrema, NCCR itaparaganyika. Ikaja kapu wakaambiwa chama cha kidini. Mahita, mtu kama Mahita yule, tena tunamwomba Mwenyezi Mungu asimuue mapema. Wale watu tutakukamata, watuambie yale mapanga waliotuambia kwamba eti kapu wameingiza mapanga kwa ajili ya ngangali, wao wanajiita ngunguli, wakajionyesha na mavisu. Wote mnakumbuka, zote zile zilikuwa hila za kutuunganisha. Kapu iko wapi? Imepotea. Leo hii Chadema ndio ipo madarakani. Walianza kwanza Chaga Development sijui Manifesto, wanaita Chadema. Sasa leo hii chama kimehama, hakipo tena Kilimanjaro, na kinamjumuisha watu vizuri tu. Huyu mtu katoka Tarime, kanda maalumu, huyu mwingine Singida. Haya, hoja gani mnaileta? Wanakosa sehemu pa kushika.
wanaichomekea mara chama cha kidini, mara sijui nini. Ni kule kule wanataka kuturudisha nyuma. Tusiwasikilize. Hawa watu wameshafeli. Tuwaombee na tuwatie nguvu hawa Chadema, kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna taasisi nyingine ambayo yoyote ya kisiasa ambayo Watanzania wanaweza kuwaamini. Sasa inawezekana wakana matatizo yao tuache, lakini sisi jambo letu kama wananchi, haya maandamano sio ya chama. Wao utaratibu wao waendelee na chama wao. Watatoa matamko yao kichama kwa mujibu wa katiba yao, kwa mujibu wa sheria. Lakini sisi kama wananchi tushasema kwamba tarehe 7 tunatoka, tutoke. Haya maandamano ambayo tunayaandaa hayana dini, hayana kabila, hayana eneo unakotoka. So long as wewe ni Mtanganyika, toka. Bas. Tunataka nini? Tunataka nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu tulio wakabidhi miaka 60 wameshindwa. Mbaya zaidi sio tu kushindwa kutuletea maendeleo, mpaka wanatuua sasa. Ile ndio hoja za msingi, kwamba tulio wakabidhi waongoze nchi hii kwa miaka 60 wameshindwa. Sio tu kutuletea maendeleo, hata kulinda uhai wetu wameshindwa. Huo ndio ukweli. Sasa kama watu wameshindwa, hatuna namna nyingine yoyote, kwa sababu mfumo uliokuwepo umekamata vyombo vya ulinzi, umekamata kila kitu. Hawana uhalali tena, lazima tupambane. Kuna mtu jana alisema kwamba watu tusiwachekee. Na tukitoka hapa tuanze kujipanga, kwa maana ya kwamba tupange mipango mizuri zaidi ya kupambana na hawa watu. Kama ni sabotage, kama ni kuua, tuuane, tujulikane moja. Kwa sababu hatuwezi kuachia hawa watu, hatuwezi kuachia hivi hivi, kwa sababu wameshaka. Polisi tunawalaumu kwa sababu hao ndio wamelifanya jeshi la polisi, walimelinajisi jeshi la polisi, washindwe kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Wameanza kunajisi kuanzia namna ya kuajiri polisi, kwa sababu polisi, jeshi la wananchi wanavyoajiriwa, wanachukuliwa watu ambao hawana sifa. Wengi walifeli, kwa hiyo wanachukuliwa kama msaada. Leo hii kama jeshi la polisi lingekuwa na watu wenye uwezo, wameingia pale kwa uwezo wao, wasinge kukubali mtu kama hivi. Lakini jinsi wanavyopatikana makamanda wa polisi wa mikoa, ma-OCD, sio kanda maalum, ni kubebana tu, mtu ana sifa. Kwa hiyo yuko razi kutetea yule aliyemteua. Lakini niwaombe, hawajachelewa hao jeshi la polisi na hao jeshi la wananchi wa Tanzania. Kuongezea kitu hapo, namna wanavyoajiri vijana hawa, ni mtu anaweza akaenda akatoa taarifa kwamba mfukuzi namjua, anakaa nyumba fulani, anapinga CCM. Kwa kwanza unatakiwa uingie UVCCM, uwe mwana UVCCM. Kisha kuwa UVCCM unakuwa unatoa taarifa za watu kwamba fulani huyu namjua, anakaa sehemu fulani. Yaani moja kwa moja wewe ni tiketi ya kuingia jeshini, kwenye ile jeshi la polisi. Ndio hivyo tu, endelea. Asante sana. Umesema cha maana sana. Na hawa watu ndio wamesababisha yote haya kutokea, kuonekana kabisa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama havina sifa, kwa sababu wameruhusu huo uchafu uweze kufanyika, kunajisi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na ndio maana wakati wa vyeti feki kule majeshini hawakugusa, kwa sababu wangegusa maybe hatungekuwa na maaskari wote wamefoji vyeti. Wengi wamefoji vyeti, ama wanatumia vyeti ambavyo sio vya kwao. Na wengi ni ma-CCM. Hawa UVCCM kama ulivyosema kaka mkubwa. Yaani hawa ni wale wa UVCCM ambao ndio wanatumiwa wajomba zao, waweza bana, mimi na watu wangu 5 wanaomba uniingizie. Hatuwezi kuruhusu nchi iendeshwe hivyo. Hili jeshi la wananchi ni la kwetu wote. Polisi ipo kwa mujibu wa sheria, na lazima hawa watu watafutwe kwa sifa, sio kwa uchawa. Hata mtu kama yule aliyeingizwa kwa kupitia mlango wa nyuma hawezi kuwa na machungu. Hawezi kuwa na machungu. Ndio hawa ndio wanasindikiza dhahabu zetu, wanasindikiza almasi zinaondoka. Leo tunaambiwa Mwigulu ana utajiri, ana ukwasi usioelezeka. Alafu anapopita kwa watu anataka kuonekana mwema, na kati ni mwizi.
Watu wametajwa majina ambao hawa watu yani ni maadui wa taifa la Tanganyika na Tanzania: Kikwete, Rostam Azizi, Samia na waziri wake mkuu huyu Mwigulu Nchemba. Sasa wao watawataja wengine dagaa wadogo wadogo kina nani? Wezi watupu hawa, wana ukwasi uliopitiliza, ndio wanaotuchumbisha nchi yetu. Nchi imekosa kuendelea kwa sababu ya wao. Nchi imeshindwa kuendelea kwa sababu ya wao. Wanaamua nani aongoze wapi, wanaamua sheria gani ipite kwa ajili ya kufanya nini. Hatuwezi kukubali. Mimi niwaombe ndugu zangu, tutiane moyo, tarehe 7 tutoke. Yani hawatuambii chochote na muda umebaki mdogo mno. Yani hawa watu tumewatia kwenye kona, hawatakuja kusahau. Lazima waje wajutie walichotufanyia. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu asiwaue mapema, wabaki hivyo hivyo na uhai wao, ili tuwashtaki na wafungwe. Hawa watu sio kuwaacha kabisa, hawa watu sio kuwaacha. Wameifanya nchi yetu kama shamba zaidi ya shamba la bibi. Nje huku sisi watu wanatuona watu wa ajabu. Yani mtu anajitambulisha ni Tanzania, mtu anakuangalia mara mbili. Hivi ndio nyie? Tunaonekana Watanzania wote hatuna, yani ni kama shamba la bibi. Ni nchi ambayo mtu anaweza akaja akachukua dhahabu akaondoka na watu tunalalamika na tunampigia makofi. Hatuwezi kukubali. Lazima huu utawala ufike mwisho. Umefika mwisho. Tunafuta CCM, tunatia viongozi wao wote mahakamani. Sukuma ndani wote sukuma ndani. Hatuwezi kuacha. Kwa sababu kwa namna walivyotuliongoza taifa letu, wametukosea sana Watanzania. Sana. Na ndio maana leo wanatafuta uhalali popote pa kuficha. Wewe uweze kwamba umezuia mikutano, alafu unatafuta mikutano kueleza namna ulivyozuia mikutano. Unatuonaje sisi? Yaani tunaona sisi hatuna akili. Baya zaidi, wanatumia mimbari za kanisani, wanatumia madhabahu kuhalalisha uovu wao. Na mimi niwaombe, mimi ni mKKT, lakini wanavyotufanyia huyu askofu wa KKT Malasusa, anachotufanyia wana KKT, alaniwe. Kuwaruhusu hawa wauaji kutumia madhabahu ya Mungu kuhalalisha uharamu wao. Anatukosea sana sisi wana KKT, anatukosea sana. Kanisa letu sisi sio kikundi cha wana maombi. Tuna wasomi wazuri, asitufanye sisi tuanze kufikiri kwamba kanisa letu limetekwa nyara. KKT ina wasomi wazuri, ni maaskofu wake wazuri, anawatisha maaskofu wengine. Haiwezekani. Anatuletea mgogoro. Huyu mtu lazima tupambane naye. Mimi naombe maaskofu wengine wenye nia njema, Askofu Bagonza na wenzako ambao huyu mtu ni wa kumfanyia maazimio, mtoeni mapema kabla hajaribu kanisa letu. Anatumika kuhalalisha utawala waovu. Anatumika. Huyu Malasusa anatumika. Hata aliposhinda tu, yani haikueleweka, mara ameshinda. Hana sifa ya kuongoza kanisa letu la KKT la Kilutheri, hana sifa. Na huwezi kuruhusu wauaji wasimame watumie madhabahu kutafuta uhalali. Wewe Katambi ametoka kuongea vitu vya ajabu kabisa. Anavunja katiba kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyinyi KKT mnamruhusu asimame aanze kuelezea watu. Sasa wale wanaoelezea mtapewa nafasi ya kina Heche nao waje waelezee kanisani? Sio wanachotufanyia KKT. Anatukosea sana Malasusa. Sana. Na mimi niwaombe wana KKT wenzetu, zile ibada zetu za nyumba kwa nyumba, tuanze kuambiana ukweli kwamba kanisa letu limetekwa. Huyu kiongozi wetu anashirikiana na wauaji. Kuna namna mbili tu. Tunataka tufanye uasi. Bas. Ni uasi kwenye kanisa. Kama asipotoka
tumsusie kanisa, baki mwenyewe peke yake. Maana hawezi kutuchezea, hawezi kutumia nyumba za Mungu kuhalalisha huu uongozi. Mwigulu anajifanya eti yeye kachaguliwa ndo atakuja kuwa rais kwa sababu mwana KKT hajawahi kuwa. Mimi siangalia urais wa Tanzania au wa Tanganyika kwa mujibu wa dini ya mtu, na angalia una uwezo wa kututoa hapa tulipo. Dini yako mimi inanisaidia nini? Mimi nataka niangalie usalama wangu, nataka niangalie maendeleo na ustawi wa familia na ndugu yangu na familia na ukoo na jamii kwa ujumla. Dini yako inanisaidia nini mimi? Hainisaidii chochote. Wanataka kujipachika kwenye hivi taasisi vya dini ambavyo bora wameshindwa. Mimi nawashukuru wa Katoliki kupiga marufuku viongozi wa kisiasa kutumia madhabahu kutoa matamko ya kisiasa. Safi sana. Na huo ndio uongozi wa taasisi ya kidini kuheshimika. Hawezi kuwa anachezea tu taasisi hizi haya makanisa yetu kama sebule zao. Haiwezekani. Mmejichagua wenyewe bungeni. Mnaona hamtoshi, bunge halitoshi. Mnatafuta tena mpaka mnakuja kwenye haya madhabahu yetu. Kwa nini mshirike malizia huko bungeni ambako mmeshali najisi? Mpaka waje huku tena kwenye makanisa yetu wanatuchafulia. Hatutakubali na hatutanyamaza. Na hii niwaambie wakome kuja kwenye makanisa yetu. Wakome kabisa. Na nitoe rai kwa waumini wa KKT na makanisa mengine. Mkishawaona watu akishasimama tu, nyanyukeni. Mungu atakuwa upande wenu. Nyanyukeni, muachie huyo askofu na huyo mwanasiasa wabaki wenyewe kanisani. Nyinyi ondokeni. Hatuwezi kuruhusu nyumba zetu za ibada kuchafuliwa. Sisi tuna viongozi wasomi wazuri. KKT hajawahi kuwa hivi. KKT hajawahi kuwa na viongozi vilaza. Lakini kwa sababu ya huyu Malasusa kutekwa nyara, ndio linajisi kanisa letu. Tusimvumilie. Tulilae ulalo papendikula. Atoke. Na kama anatusikia ajiuzuru. Kukaa na muuaji meza moja na kumpatia tuzo. Ametukosea sana sisi mwana KKT. Alitukosea sana. Yaani leo hii kufungua kile kajumba sika mionzi ugonjwa wa mionzi ya kansa ndio unamleta yule mama ili kutafuta kama, yaani kikweli inatia hasira. Na huyu mzee huyu askofu Malasusa amepoteza sifa ya kuwa askofu. Na huyu naye atachunguzwa. Tutakapochukua nchi yetu, uchunguzi wa rushwa utaenda maka kwenye hizi taasisi za dini. Waliochukua rushwa wote tutasukuma ndani. Yaani wasijifiche. Yaani tunawaambia kabisa mapema, Mungu akitusaidia na Mungu yuko upande wetu, tukifanikiwa kuchukua nchi yetu, tutawachunguza. Maana kuna viongozi wa dini wana utajiri ambao usioelezeka. Tutawauliza mmepata wapi hizi fedha? Hawa ndio wananunuliko hawa. Hawa ndio wanatukwamisha kwa sababu watu wengi wanaenda kusali Jumapili, wao ndio wanaambia wanawapa fursa wanasiasa kuja kuwasikiliza. Wasingekuwa hawa na viongozi wa dini, huyo Katambe angepata kanisa gani kuweza kuwakusanya hao watu? Asingepata. Unawapata wapi bi waumini wote wale? Wewe Katambe ana sifa gani ya kukusanya watu wenye akili zao kama wale? Au Mwigulu? Wataendelea kusomba, acha wasombe punda wao kwenye malori huko wakutane na sisi wenzao, lakini sio kutumia makanisa yetu kunajisi mahekalu yetu ya imani. Kiukweli Wakristo na Waislamu lazima tuwafokee hawa watu. Lazima tuwaambie kwa lugha inayostahili. Hawafai kuonekana kwenye nyumba zetu za ibada kwa sababu ni wezi, ni wauaji. Hawastahili kushikamana na sisi hata kidogo. Sasa kwa sababu wanajua maovu yao, na kwa sababu wanajua Watanzania na Watanganyika wamenyanyuka na wanauelewa, walichobaki kimoja tu ni kutisha watu. Basi wanatisha watu tu sasa hivi, kwa sababu hamna watu ambao wana wasiwasi kama viongozi hawa. Wana wasiwasi, hawalali. Hiyo tarehe 7 wenyewe yani hawaamini.
Nirudi kwenye jeshi la wananchi na polisi. Nyinyi polisi wa vyeo vya chini na vya kati, nyinyi sio wanufaika wa mfumo. Angalieni ndugu zenu vijijini huko wanapopata tabu. Msiende mkawaue Watanganyika au Watanzania watakaoandamana. Mnatakiwa mshirikiane nao, kwa sababu wote tunapata tabu kama ninyi. Tunajuana kwenye familia na hali zenu tunazijua. Tunapopata mgonjwa kwenye familia tunachangishana, hali zenu tunazijua, mnavyolialia tunajua. Hakuna watu wenye madeni kwenye maduka ya mangi, kwenye baa kama wanajeshi na polisi. Hapo wanatumia ubabe kutokulipa madeni. Ni kwa sababu mishahara yenu haitoshi. Wewe mwanajeshi mzima uwezo ukao unaishi maisha ya kuungaunga kama mtu wa boda. Yaani mwanajeshi anazidiwa na maisha ya bodaboda. Haiwezekani. Wewe huoni kwamba kuna shida hapo? Yaani unaona kabisa kwa uhalisia polisi, wanajeshi kiuhalisia maisha yao ya mtaani tunajuana. Hawawazidi bodaboda na mzidi kimaendeleo na dereva bajaji. Sasa kama wewe unashiriki kuwalinda hao watu na hela huna, unaendelea vipi kuwalinda na watu wenyewe wawili tu? Yaani kwa nini utumike? Kwa nini utumike? Mimi sitaki kuzungumzia hao mabrigedia, sijui wao wapo kwenye comfort zone. Hao watu hawa kila kitu ni free, wanalishwa na serikali hii haramu. Kwanza jinsi walivyopata hivyo vyeo, walipata kwa upendeleo. Hakuna mtu aliyepata cheo kwa uwezo. Wale tunawajua wenye uwezo hawapewi hivyo vyeo. Wanakuwa frustrated, wanakufa mapema kwa sababu wanawa challenge. Wanataka machawa. Huko jeshini. Ukiangalia wenyewe wanajeshi wanalalamika, huyu jamani katika wakuu wa majeshi ndio huyu alitakiwa kuwa majeshi. Wenyewe wanasema huyu hakustahili. Sisi tulikuwa tunategemea fulani ndio angekuwa mkuu wa majeshi. Ni kwa sababu gani? Huyu amecompromise na huyu utawala wa kishenzi. Sasa mnatakiwa moyo ngapi kutusaidia? Yaani sisi tuangaike tulinde nchi na kati nyie mpo wanajeshi kweli? Mnatakiwa moyo ngapi kutuokoa? Silaha mnazo. Kwa nini mtusaidie kuondoa hawa watu? Nyinyi hamtakuwa wa kwanza. Hiyo kazi ni ya kiutume, ni ya kimungu. Mtabarikiwa. Vizazi vyenu vitabarikiwa. Jitafuteni watu 20, 50, mnatosha kabisa kuiokoa hii Tanzania. Muwasaidie Tanzania kutoka kwenye haya makucha ya hawa wadhalimu. Polisi vile vile umetuma kwenda kwani lazima uwaue? Huyu anayekupa maelekezo kutoka juu. Wewe uko Songwe huko. Mtu yuko Dar es Salaam, anajuaje kama umeenda eneo la tukio? Wewe ulale. Kwani ukilala nyumbani kwako, nani atajua kama umeenda kwenye eneo la tukio? Tutasema tu wananchi walikuwa wengi, mimi kaamua kukimbia, wangeniua kivipi? Na mwisho wa siku tukishachukua nchi, hao watu watakuwa ndani. Kwanza hata hutakutana nao. Ndio maana wanawahonga mabosi zenu. Wanawahonga mabosi zenu. Sasa nyinyi watu wenye vyeo vya kati, wanajeshi na polisi, ndio jukumu lenu. Mlifanya makosa makubwa sana tarehe 29. Mmeacha misiba kwenye nyumba za Watanzania. Na ninashukuru Mungu wa Tanzania, msiba wa taifa hatujamaliza msiba mpaka leo. Na huyu misiba yani msiba ili Tanga tusiondoe mpaka wale wauaji aliyetoa maelekezo, nani aliyetoa maelekezo na akaue ni nani? Tumjue. Ndugu zetu waliouawa ni wangapi? Mliwazika wapi? Ndio tutamaliza msiba. Bila ya hivyo hakuna kumaliza msiba. Taifa lipo msibani. Taifa lipo msibani. Tusikubali wa Tanzania. Usikubali. Hivi ni vitisho. Hawa watu ni wepesi kuliko namna gani? Yaani hawa watu ni wepesi, wanaogopa na wanahofu kwa sababu hawana uhalali. Hawa watu hawana uhalali. Wakiangalia mali walizowaibia wa Tanzania, wamekosa kuwashawishi kwenye kura, wamekosa kuwashawishi kwenye mikutano. Wanataka kutumia vyombo vya dola. Vyombo vya dola msikubali tena kutumika kwenda kuwaua Watanganyika, na waombeni sana. Msikubali. Hii sauti kama inawafikia wewe askari,
wa cheo cha kati, wewe mwanajeshi, usitumike kwenda kuua Mtanganyika. Tunategemea nyie mtusaidie. Tukitoka tarehe 7 mtuelekeze, piteni huku, piteni huku, piteni huku. Tukichukua hii nchi, mishahara yenu na nyewe itaboreka. Hamtaishi maisha hayo kwenye nyumba za bati. Ni polisi wa Tanzania pekee ndo wanaishi kimaskini duniani. Nyinyi hamuoni? Nyinyi hamuoni? Anye mtamani maisha mazuri. Ndio maana polisi wengi wanakufa wakiwa wadogo kwa stressi. Na ulevi ndio umewakumbwa hao na askari wadogo hao. Ni wale, ukiangalia ulevi unatokana na stress za maisha. Mshahara hautoshi. Huko wanakutana na mashinikizo. Sasa msikubali. Kama Watanzania wenyewe wameshaona hii serikali haifai. Nyinyi ambao mmekuwa trained na kuwa silaha, kwa nini msitusaidie kuwatoa hawa watu? Wanajeshi jamani, mlifanya makosa makubwa sana tarehe 29, mkaacha Watanganyika wakauawa. Tumieni hii tarehe 7 kufuta machozi, kawafuteni Watanganyika machozi, kuwaondoa hawa watawala. Muwasaidie Watanganyika kuwaondoa hawa watawala, hawa dhalimu. Msiwaue, mtusaidie, tushirikiane, tuanze kuipanga nchi yetu vizuri, ili rasilimali Mwenyezi Mungu alizotupatia, madini, gesi, almasi, kila kitu alichotupatia Mwenyezi Mungu, tukitumie kwa manufaa yetu wote. Watoto wetu wasome shule nzuri. Wewe askari unaenda kumtetea mtu kama Samia au Mwigulu Nchemba, mtoto wake anasoma international huko, anasoma vyuo vya nje. Wewe mwanao anaenda shule ya ufagio, kidumu na ufagio. Atakuja kuwa lini kiongozi wa nchi hii? Atende kutawala tu. Hawawezi sio wa kuwachekea tena. Muda wao umekwisha. Tena umekwisha sana. Watu wengine ambao nawaomba wasituke mapema ni hawa wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wamenao usingizi wa pono. Treni linaondoka. Treni linaondoka. Chama chenu kimetekwa nyara. Hamna uwezo wa kuchagua, hamna uwezo wa kusema chochote kwenye chama chenu. Mmebakiwa tu na hayo uniform yenu ya kijani basi. Sasa wewe na nzi wa kijani mna tofauti gani? Huna impact kwenye chama. Huna uwezo wa kusema, huna uwezo wa kuchangia, hamna uwezo wa kumwajibisha. Mmebaki tu wewe una hiyo bendera yako ya Chama cha Mapinduzi na litisha kwa Chama cha Mapinduzi. Linakusaidia nini? Linakusaidia nini? Tulizike ilizimwi. CCM imefika mwisho, inatakiwa tuizike. Ni laana ya taifa. Mpaka sasa hivi ni laana ya taifa. Imeua watu wengi mno. Sema tu hatukukumbuka. Hawa CCM wameweza kumuua toka Kolimba. Katibu wao mkuu wa Chama cha Mapinduzi walimuua. Na kipindi kile kulikuwa na kitu kinaitwa wamemkolimba. Kwani tumeshasahau? Chama hiki walianza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Wameua wangapi? Wameua wangapi? Wameua watu wengi mno. Sasa Watanganyika wanasema tumefika mwisho. Tusisubiri hata tuendelee kuona watu wengine wauawe zaidi. No. Tuizike. Kama tuliamua kuizika TANU, japo waliungana na hiyo SP, na CCM ndio tunaizika. Umezika watu wangapi mwana CCM wewe? Umemzika baba yako, mama yako? Umemzika mwanao? Ukizika CCM una hasara gani? Yaani utakuta mtu mwingine anaitetea CCM yuko kwenye jua kali. Huku kuna kati hata msiba wa babake hakuwa hivyo. Hebu tukeni, ondokeni kwenye usingizi wana CCM. Nyinyi mnatuchelewesha. Hamnufaiki. Bora hata basi mngekuwa labda hamlipi kodi, mnasamehewa. Hospitali mngekuwa mnapata madawa ya bure. Wote tunateseka kama sisi. Baadaye tuungane mkono, mnatuzodoa. Treni imeshaondoka. Nyanyukeni muwatoe hawa watu wenu hawa. Mtusaidie.
Unganeni na Watanganyika. Sio lazima anza kwanza kwa kuchoma hizo sare za CCM nyumbani kwako. Kama huwezi kuchoma, tumbukiza chooni. Toka tarehe 7 ungana na Watanganyika ili tuokoe hiki kizazi chetu. Tanzania imefika hatua ambayo huwezi kulinganisha na nchi yote. Yani ni kama shamba la mtu, sio? Yani haieleweki nchi inaendaje. Haiwezekani. Mahakama haifanyi kazi. Rushwa na maelekezo mtindo mmoja. Bunge ndo kama hivyo. Limepoteza focus, hakuna hata mtu ambaye analisikiliza. Wanapiga tu makofi. Mtu anavunja katiba mbele yao kwamba namuagiza IGP, hata hiyo mamlaka hana, na anapiga makofi. Hao watu kweli misukule tupu mule ndani, misukule tupu. Sasa watu hatuwezi kuwavumilia jamani. Mimi nawaombeni kabisa, tarehe 7 tuhamasishane, tutoke. Wasitutoe kwenye reli hapa kuanzia leo mpaka hiyo tarehe 7. Watajaribu sana kutuvuruga. Walitaka kuanza kuwaingiza Chadema, wanaanza kuwaingiza Chadema taratibu. Mara tio watu wamekamatwa, sijui visilaha vitu gani, sijui tunaanza, kuna watu hamna lolote, ni utapeli tu. Hawa wasitaki kuchonganisha, wasitaki kuchonganisha na Chadema. Chadema tumewapima kwa imani yao, kwa uvumilivu wao, kwa upendo wao kwa Tanzania. Wamethibitika pasina shaka, ndo chama cha siasa pekee cha Tanzania kinasimama kwa niaba ya Tanzania. Full stop. Full stop. Sasa kama chama kimethibitika na kilienda mbele zaidi, mwenyekiti wao amekubali kukaa mwaka mzima jela na majeraha yote hayo ya risasi, yuko jela mpaka leo. Hajamuona mke wake, hajaona watoto wake, yuko ndani. Hivi nyewe kuna watu ambao hawajawahi kulala hata mahabusu mundani. Jamani, kule sehemu kuna tisha. Ukiwa na roho nyepesi utauza nyumba utoke. Kuna watu wanauza majumba, waachiwe tu. Tundu Lissu amekataa. Amekataa kutusaliti. Yupo pamoja na sisi. 2012 nilikaa lock up lisali moja, nililegea nikawa mdogo kasi simizi. Je, fikiria mtu yuko magereza mwaka mzima na karibia mwaka na nusu. Endelea. Shukrani sana mtu mkubwa. Hebu angalia sasa, pata picha hiyo. Halafu mtu anakuja, unajua Chadema sijui jamani. Hebu tuendelee kuombea hiki chama. Wasibadilike. Kuna vyama vilishakuwepo, vimebadilika, havipo tena. Pole alituambia chama gani cha Watanzania tukikimbilie. Pole alikuwa wakati wa Magufuli, wakati wa mkono wa chuma. Ameokoka akatuambia vyama vingine vyote havina maana. Sasa leo hii tumemtoa yule kibaraka aliyekuwa ananuliwa Mbowe na watu wake. Tumebaki na Chadema. Sawa, ni binadamu, anaweza kuwa anakosewa. Lakini hebu tuwatie moyo badala ya kuwakitisha tamaa. Mwenyekiti amevumilia mwaka mmoja na kidogo. Ni wangapi? Raza umesema hapa, umekaa tu masaka za lock up. Huoni watu? Huoni simu? Huna uwezo kuna watu ambao wakiamka cha kwanza aangalie kwenye magrupu kuna nini. Huyu mtu umemnyima uhuru, hajui kinachoendelea nje huko. Hajui. Analala wima. Anakaa na watu ambao wanasubiri kuuawa. Hivi mtu kama huyo, na amevumilia mpaka leo. Halafu anasikia kwamba kuna watu wanakisimanga chama chake. Hawa Tanganyika hawakisupport. Hebu tumfute machozi, tumtie moyo wa kukiunga mkono chama chake. Kwa sababu hata tukiwatoa hawa CCM, hatuwezi kuunda tena vyama upya vingine. Tutaanzia hapa tulipo, vitakuja vingine baadaye, lakini tutaanza na mfumo wa kisiasa ambao umeonyesha dira ya kukaa mezani. Kwa sababu hata kama tukiwatoa hawa CCM, wakija watu wa nje kutusaidia, nani watakaa mezani? Watu wa kwanza kukaa mezani ambao tuna uhakika zaidi ni Chadema, ndio watakao tupa mwelekeo wa nchi tunaendaje. Kwa sababu hatuwezi kukutana nchi nzima tukaenda kuendeka katiba, haiwezekani. Lazima hawa watu ambao wapo wamesajiliwa kisheria ndio watakao kuwa mbele kwa niaba yetu sisi wananchi.
tusiwatoe kwenye, waache wafanye kazi siasa. Kama wataungana na sisi, waungane na sisi tarehe 7. Wasipoungana wao wana utaratibu wao, washasema watakutana sisi kama tikuu, watatoa matamko, wataangalia na wao wanaangalia. Kwa tusitumike na hizi chokochoko zinatolewa na watu wa CCM. Wanajua kabisa kwamba tukivuruga Chadema wananchi watakosa uelekeo. Na sisi wengine ambao mna majina, jamani, kabla mjatoa maandiko, hebu mwe mna consult hao watu. Mimi namheshimu sana dada Mange, lakini kurupuka kutoa taarifa za kuwabeza namna moja au nyingine, hebu kidogo wewe na subira. Hata waulize, jamani, mbona haya mambo mmekaa kimya kimya huko, nyie mna mpango gani? Lakini kusema tu kwamba bwana mtu mwenye mapungu ni fulani tu, hapana. Heche amefanya kazi kubwa sana na mpaka leo kila mtu anaona. Tusiwatoe kwenye leo, hawa watu waendelee kufanya shughuli zao, sisi tuendelee kupush. Tarehe 7 tutoke, kwa sababu tarehe 7 ni maandamano ya wananchi, pia wanasiasa, kwa sababu tukishaanza kuwa na ndicho ambacho CCM wanataka hivyo, ili wayahusianishe kati ya Chadema na haya maandamano. Tukishahusianisha hivyo tutakosa watu. Tuwatoe kabisa Chadema kwenye haya maandamano, ili kila mtu atoke ajione yeye yuko sehemu ya, kwa sababu ukishasema mtu mwingine Chadema, mwingine hapendi Chadema. Tukiweka mbele tunapunguza namba. Hii kete inasogezwa kwa lengo la kutuvuruga. Mimi naomba Mungu Chadema endelea kubaki hivyo hivyo kama alivyobaki nyuma 29. Sisi wananchi tulibebe hili jukumu, ili kila mmoja wetu awe mwana CCM, awe Muislamu, awe Mkristo, mpagani, atoke. Tarehe 29 tuliona, kwani Chadema walikuwa mbele? Lakini haya walikufa Chadema peke yao? So hao wadhalimu wameua kila mtu. Hadi yule shehe ambaye alikuwa anasema kwamba haya maandamano si nini, wanaita vugu, sikafa naye. Twende vile kama tarehe 29. Haya maandamano ni ya wananchi, ni Watanganyika kudai haki yao. Wasitutoe kwenye reli, tuendelee kuwapiga pressure. Uhuru wa pili wa Tanganyika uko karibu sana, mimi nauona ndugu zanguni, upo karibu mno. Yani kumeshapambazuka, tunaiona Tanganyika yetu ile pale mbele. Sasa mtu asitukamate miguu. Huu uongozi yani umefeli kabisa. Wamebaki na kitu kimoja tu cha kututisha basi, kwa sababu jeshini huko pia, japo viongozi ndio wanawaunga mkono, lakini asilimia kubwa ya maaskari vyeo vya chini wako pamoja na wananchi, wako pamoja na sisi. Wamepoteza uhalali, hawana uhalali, wamekosa uhalali wa kutuongoza. Kwa wanatafuta tukutisha. Na mimi nasema kwamba leo hii ukienda hata kugonga tu mlango kidogo kwa huyu Mwigulu, anaweza kadondoka. Nani huyo? Hawajiamini. Wanaona muda wote wa Tanganyika wako mgongoni. Watakuwa wanaota hawa watu, mimi nakwambia sasa hivi. Kwa sababu huyu mama kishakata pumzi. Wanaendelea kusimamia mtu ambaye anasimamia saa hizi kutetea hiyo Tanzania. Sasa hivi anayepush hii nchi ni Mwigulu Nchemba. Na ndio maana akamwelekeza Patrobas Katambi, hebu toa ile tamko. Kama yeye waziri mkuu na mkuu wa shughuli za serikali bungeni, ile tangazo kwa nini asingelitoa yeye? Anauma na polisi huko kuonekana yeye mwema. Ndio huyu ndiye baki. Na huyu ndiye anayeuza nchi. Na huyu ndiye alikuwa anakopa akiwa waziri wa fedha. Huyu ndiye alisababisha deni la taifa kutoka trilioni 50 ngapi mpaka trilioni 100 na ngapi. Anatoka na vikauli ambavyo vya kijinga kwamba sio, ndio anachora ramani hawa. Mimi naambia ni huyu Mwigulu huyu ndio anayetumika huyu. Kwa vyombo vya ulinzi sana, wale watu ambao wana mapenzi mema walioko jeshini, kamateni huyo mtu, tia ndani. Huyo ndio anayechezesha hii nchi. Huyu ndio anayetuchezesha hii nchi, anayepeleka nchi puta. Kwa sababu kwanza ndio alitumika na Kikwete, anatumika na Samia. Leo hii amepata waziri mkuu, anaanza kupitia kwenye makanisa huko. Huyu ni mkekiti mwenzangu, lakini tunatakiwa tumfurumushe aondoke kwenye kanisa letu. Ametutia aibu. Huyu ndo mwizi namba 1 kwa sasa hivi. Fanya hivi,
fanya hivi, eti wewe unasema kwamba kuna watu wanatumika huko, wengine tumewakamata na silaha. Waziri mkuu, unaongea vitu gani wewe? Umewakamata na silaha wapi? Nani? Silaha gani? Kutoka nchi gani? Kwa sababu silaha zinasajiliwa. Mtuambie Tanganyika tujue. Unasema sio kuna watu ambao wanalipwa. Tujue kalipwa nani? Kwenye akaunti ipi? Yaani mnatutengenezea narrative ili tuweze kuelewa. Hatutawaelewa kamwe. Mmeshachelewa. Watanganyika wameshanyanyuka, treni linaondoka. Ulichotuibia kimetosha. Na nimwambie haiwezekani. Liji tu kama Makonda eti liwe rais wetu. Makonda. Yaani kwa CCM hakuna aliyebaki. CCM wote ni paka, wote ni paka. Wote, hakuna mzima, wote. Yaani hii ni tunazika vizazi vyao kwenye majina ya historia, tuwatoe kabisa. Tutaandika historia ya nchi yetu upya. Hakuna kusema sio kulikuwa na waziri mkuu, sio wangapi alikuwa anaitwa Mwigulu Nchemba. No, huyu sio waziri mkuu kwa sababu hajapatikana kwa halali. Waziri mkuu aliishia Majaliwa basi. Pamoja naye alikuwa anashiriki kwenye CCM. Lakini kuanzia 2025 kuja huku hatuna utawala wa Tanganyika, hatuna. Kwenye historia tutaandika upya. Tunawafutia. Wote tunawafutia na lazima tuwafunge. Tutawafunga. Wote waliohusika kuua ndugu zetu lazima tuwafunge jamani, lazima. Yaani tuendelee tupushi hatimaye tuchukue nchi yetu. Wameshatubagaza vya kutosha. Tunaonekana watu wa ajabu duniani. Tuna kila aina ya mali Tanzania. Mungu atupe nini jamani? Kitu gani ambacho Tanzania tumekosa? Lakini miaka 60 watu wamekaa, anaondoka huyu anaingia huyu. Anaondoka huyu anaingia huyu. Anaondoka huyu anaingia huyu. Sisi wao wanalisishana tu. Watu walikuwa maskini, wametoka kwenye familia maskini. Huyo Mwigulu Nchemba ametoka kwenye familia maskini kabisa. Leo ni utajiri na anatakatisha fedha. Anajivana katimu cha mpira kule, ananua wachezaji, mara si uraia. Anampa mtu uraia amekaa mwezi mmoja. Anaacha kuwapa watoto wa Tanganyika walio nje wenye nasaba ya Tanzania. Wamekaa watu wananyima uraia watu wa Tanzania walioko nje. Mnataka kuwatenganisha na vizazi vyao. Nasaba yao nataka kuifuta. Kisa tu uoga wenu. Alafu timu lake la Singida lile ndio linatumika kutakatisha fedha. Yale mpira imekuwa kama zimu jingine la kuwafunika Watanganyika. Simba na Yanga wanawalipa huko machawa. Watanzania yaani hakuna chochote cha msingi wanachoangalia kwenye TV. Hakuna. Masaa 6 watu wanajadili Simba na Yanga. Asubuhi mpaka saa ngapi? Mtajenga nchi saa ngapi? Hapo hata mstuki. Wakitoka hapo umbea unaanza. Mpaka jioni wamemaliza. Redio zote hakuna kitu chochote cha msingi kinachojadiliwa nchini. Hakuna. Yaani leo hii ukitaka upate angalau nini ambacho kinazungumzwa kwa ajili ya nchi yako, inabidi utafute clip YouTube. Sauti ya Tanzania. Na hii kazi mnayoifanya ndugu zangu ni kazi ya kitume. Sauti ya Tanzania, kazi ya kitume. Na niwapongeze kila mmoja wenu aliyemo ndani kwa kujitoa muhanga. Hamjaogopa, mmekuwa ndio sauti pekee ya Watanganyika tuliobaki. Kwa sababu vyombo vyote vya habari Tanzania utumbo mtupu. Hakuna chombo chochote cha habari ambacho na hawa yaani hawa nao wahariri na wakuu wao wa vyombo hawa nao tutawashtaki kwa sababu kuhabarisha au mwananchi kupata habari ni haki yake ya kikatiba. Tutawashtaki. Wewe waache tu. Waache waendelee kukamata CCM, hawataki kutoa habari za viongozi wote hawa na hawariri wa vyombo vya habari. Kipindi hiki kuanzia Magufuli mpaka kipindi hiki tutaangalia nyinyi mlishiriki vipi katika kuwasaidia Tanganyika wakati wanauawa. Ulikuwa upande wa CCM, kula chuma. Sukuma ndani. Kwa sababu ulitumia chombo chako cha habari vibaya kupotosha Watanzania. Wewe ungewaelimisha Tanzania kuhusu haki zao, isingefikia hatua hiyo. Au ungeonya kwamba jamani wa Tanzania, uongozi hatutaki kuwa hivi. Mmegeuka kuwa machawa. Wewe unaosukuma ndani.
Kwa sauti ya Tanzania jamani, tusivurugane. Tuendelee kutiana moyo. Kuna kukata tamaa, kuna kuvunjika moyo, lakini tuendelee kutiana moyo ili hii kazi tulioianza, hii kazi ya kitume, nyinyi ambao mlianzisha na watu tuliokuja vile baadaye, hii kazi tusiachie njiani. Amebaki padogo mno kupambazuka na mtavishwa taji. Mimi nawaambia tena, ili familia zenu, watoto wenu warudi kwenye nchi zao za baba na mama zao. Wanawatisha watu, wanawatafuta huko nchi zote zinazotuzunguka, wana uraia pacha. Wao woga tu, hamna lolote. Na wivu ni akili za kimaskini. Wivu na woga na umaskini ndio unaotufanya sisi wa Tanzania tunawachukia ndugu zetu walioko nje, na ndio hao wanatusaidia, na kati wenyewe wameshinda kutuletea matibabu, wameshinda kutupatia matibabu mazuri. Hivyo wasiko wa Tanzania ndugu zetu ndio walikuwa nje, hali ingekuwaje? Leo hii ukiwa na mtu ndugu nje unashukuru Mungu. Mkimuuma mtu akitumia dola 100 mmeshapata madawa. Hao ndio wanataka kututenganisha ndugu zetu walioko nje. Tusikubali. Cha kwanza katika vitu vingine vyote vya kuweza, lazima turekebishe mapema mno sheria yetu ya uraia. Yoyote mwenye mapenzi mema ya Tanzania, ruksa. Kwanza dunia sasa hivi watu wameshahama huko. Kwanza hii geographical location, hizi geographical boundaries, hizi political boundaries hazipo. Mtu anafanya biashara yake yuko Marekani, ana mitaji yake yuko China, ana trade Japani na Ulaya, yuko Marekani. Sisi tumebaki tu, unajua hawa watu sio wazalendo, si nini. Nani ambaye sio mzalendo? Wewe mzalendo wakati unauza nchi? Kati ya wewe ambaye unawaibia na dhahabu wa Tanganyika na yule ambaye yuko ameenda kutafuta nje, anatuma fedha kuwasaidia ndugu zake wa Tanganyika, nani mzalendo? Mbaya zaidi, wanawazuia watu wengine, wao watoto wao wana passport za nje. Tusikubali hivi vitu. Tusikubali kabisa. Hawa watu wametufanya, wametugawa. Ndio maana watu wengi hata tujui mambo ya nje yanaendaje. Na hili Kiswahili lao, hii lugha yao Kiswahili, lugha ya taifa. Wametudisconnect na dunia. Wametudisconnect na dunia. Hatujui dunia inaendaje. Na dunia pia nayo haijui kinachoendelea Tanganyika. Tungekuwa tunazungumza Kiingereza au Tanganyika wanajua Kiingereza, wangekuwa wanasema kwa lugha zao wenyewe kwamba ICC wanataka nini, Senate ya Marekani inataka nini, ushahidi wanataka tuwatumie moja kwa moja. Mtu yuko Songwe huko hahitaji kumtafuta mtafsiri, akume moja kwa moja ushahidi. Wametumia hii lugha vibaya mno. Miaka 60 tunafanya mandondocha, wao wanajitengenezea kautawala kaukoo wa panya. Leo JK hasemi kwa sababu anaona mtoto wake yuko kwenye madaraka, mkewe yuko kwenye madaraka. Tusipostuka unashangaa naye Lizimoko naye eti rais. Huo upuuzi tusikubali. Huo upuuzi tusikubali wa Tanganyika. Huo upuuzi tusikubali. Ifike mwisho. Ifike mwisho. Hawa watu wameshindwa. Na tuendelee kupaza sauti. Na tuende kwa hatua mbele zaidi. Tukimaliza tarehe 7 tuanze kuwaambia hao marafiki zao wamejificha kwenye kujifanya hao hivi vyama vyao rafiki. Tuwaambie huko watu walioko Afrika Kusini, watu walioko Namibia, waandikieni hivyo vyama swapo. Nyinyi sisi tuwasaidia. Hiki chama ambacho kinajifanya kinasema Tanzania kinatuua. Huyu mtu sio malaika tena, amekuwa jini, shetani, anatuua, anakula watu wake. Waambieni kama vile mtusaidie basi. Sababu si wale ambao waliwasaidia nyie wanatuua. Ushahidi huu hapa. Tuanze kupaza sauti. Tushirikishe hata ndugu zetu wa Kenya, wako karibu sana na sisi, tunashukuru. Lakini tushirikishe na mataifa mengine wajue kwamba Tanzania jamani, Kenya wanakuwa karibu kwa sababu wanajua Kiswahili, lakini mataifa mengine lugha gongana, hawaelewi kinachoendelea. Tungekuwa tunaongea lugha moja wangetusikiliza tu. Mtu kama Thabo Mbeki tumshirikishe, mzee wewe tulikupa passport, hebu tupite njia gani, mtusaidie. Na taasisi yako imesema kabisa uchaguzi haukuwa huna haki, Watanganyika wamechoka.
ANC mtusaidie jamani, hawa watu wameua, japokuwa ndio ni marafiki zenu, lakini wanatuua. Na wewe umesema uchaguzi wa kuona una haki, tufanyeje? Walioko Afrika Kusini, msikae na nyie kimya kimya, mrichi out hizo ofisi, ili kila kona ya dunia hii wapige pressure. Tusiwasikie watu wachache, kila kona, kila mtu, ndani nje, tupaze sauti ili hawa watu, yani mwaka huu usiishe. Tutakavyotimiza mwaka mmoja wa msiba wa taifa tarehe 29 Oktoba, tushajuana. Hawa watu wametakiwa, wameshaondoka. Sawa, watu wa nje watatusaidia, lakini sisi ndani tunafanyaje? Tunapushi vipi? Ndio Tanganyika tupush, wao watakuja kutusaidia baadaye, lakini kazi kubwa ni ya kwetu sisi wa Tanganyika. Tusitegemee watu kutoka nje. Hawa Marekani wanaangalia maslahi yao, Umoja wa Ulaya wanaangalia mazingira yao, lakini sisi ndio tunaoumia. Wanaokufa sio Umoja wa Ulaya, sio Marekani, wanakufa wanaopekwa ni ndugu zetu. Kwa sisi tunatakiwa tuonyeshe kwamba bwana, hapana, hawa watakapokuja watatukuta. Tumeshafikia hatua, watusaidie kutengeneza mifumo mizuri. Yani wanapokuja wao watusaidie kutengeneza. Sasa okay, wa Tanzania mnasemaje? Mnataka muungano? Hatutaki. Haya, tunamaliza. Tanganyika kwake, Zanzibar kwake. Wa Tanganyika mnasemaje? Mnataka rais ana nguvu? Rais abaki tu kama vile, na mamlaka yashuke chini kwa wananchi, watumie rasilimali zao. Wakuu wa wilaya futa, wakuu wa mikoa futa, mawaziri kwa wabunge futa. Wananchi kuchagua na kumpiga chini mbunge muda wote, sawa, ingiza hiyo. Lugha ya Kiswahili tia huko kwenye nani, Mwenge toa, baki huko makumbusho. Mitaala chukua nchi yote nzuri, kama ni Canada, kama ni Marekani, mtaala wako mnawachukua kama ulivyo, mnapachika pale kwa watoto wetu. Baada ya miaka 10-15 nchi imenyanyuka. Bas, moderator nishie hapa kwa sasa hivi. Asante kwa nafasi. Sana ndugu mkubwa. Naam kaka Mfukuzi, nashukuru sana. Ndio kwa hapo kwa sasa. Nakushukuru sana.